Soda zangu zote mbili unazo? Hizi zote ni za kwake. Sasa mimi unaniuliza soda wakati baada ni bomu moja na vitengeneza inaitwa lemon. Lemon coconut. Okay. Jamani, hii ni sauti ya Mwalimu J4 kwa mara nyingine tena. Ni kwa muda mwingi nimekaa bila kuwaletea vitu ambavyo viko nyuma pazia. Msimu huu tulikuwa tuna mgeni wetu ambaye ni msanii mnemfahamu, anaitwa Mwakatobe. Tuliamua kumuweka kwenye msitu pia kupata raza yake, lakini pia mashabiki zake na imani wanapenda kile anachokifanya. Tulikuwa katika engo ya kuhama sehemu nyingine kwenda kwenye location pendwa ambayo ndio location yetu ya msitu, na hii ndio timu nzima ya Naipa Film tukiongozana kuelekea location kwa ajili ya kwenda kufanya hii series yetu ya msitu. Huyu ni Morashi, lakini pia anaonekana pale nyuma huyu mfupi mnene ndio Naipa. Hapa alikuwa akitoa maelezo kwa Mwakatobe jinsi gani ya kutake action ya magic ambayo anataka kuifanya katika setup yake. Mwakatobe alikuwa amejiandaa kabisa. Kitu ninachompenda Mwakatobe ni nikasema kingine ambacho kilinivutia kwa msanii huyu Mwakatobe ni mtu ambaye ana nidhamu. Mwakatobe ni msanii ambaye ana nidhamu. Anasikiliza lakini pia anakubali kushauriwa. Sini kama hizi kuna namna alikuwa anafanya lakini alikuwa anakubali kushauriwa, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anatamani afanye kitu kizuri zaidi. Ni mtu ambaye anajitoa sana. Na kama mnavyoona ni mtu mwenye comedy nyingi, lakini pia tunaamini kile anachokifanya ndani ya msitu ni kitu kikubwa. Tulikuwa tukihama sehemu fulani kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya kutengeneza mazingira tu na matukio ambayo tumemwandalia Mwakatobe, lakini kama mnavyoona DOP yuko makini sana kwenye swala zima la kuseti kamera na kupata picha nzuri. Sini kama hizo tunaweza tukajikuta tunarudia hata zaidi ya mara 3 kwa sababu tupate aina ya engo nzuri, lakini pia au msanii tumrudishe katika uhusika mzuri. Kwa hiyo tunatumia muda mwingi sana kuandaa vitu kama hivi. Kwa hiyo wasanii pia unapokuwa mnalalamika jamani hamtoi kazi mfanyije, tunapitisha changamoto kama hizi location. Kwa hiyo mwe mtuvumilia tu katika namna fulani, maana hatutamani kuchelewa na sisi tunatamani tukimbizane na soko au na upepo ambao upo, lakini unajikuta tunatumia kamera moja, unaona. Lakini pia matukio tunatengeneza ni makubwa, yanahitaji maarifa, akili. Kwa hiyo tu tunasamiana tu, hatujakamilika. Kama ni show haiko mbele, sisi ni binadamu, hatujakamilika, lakini sisi tunaamini kupitia nyinyi ndio hatua zetu zinaonekana. Hapo ni Mwakatobe alikuwa anaambiwa, kama mliangalia episode iliyoisha, alikuwa anaambiwa shambulia, kutuma nguvu zako kwenye mti kama unaweza, akawa anafanya. Lakini kilichokuja kutokea kwamba msitu huu ni msitu ambao una nguvu kubwa sana. Nguvu zake huwezi kuzicompare na nguvu za mwanadamu yoyote yule. Kwa hiyo ndo sisi tunashutiwa hapa. Nadhani nitakuwekea kipande uangalie jinsi ilivyokuwa imekaa. Baada ya kutoka hapo Mwakatobe tulipeleka kwenye eneo jingine kwa sababu ya kufanya tukio lingine. Ni msanii anayecheza na kitu ambacho hakipo. Watu wanasema kwamba kucheza na mime, yani unafanya vitu ambavyo au vioni lakini vinakuja kwenye effect tu. Kwa hiyo lazima sasa hapo akili yako yote
ijiandae, lakini pia uwaze kwamba hapa anacheza vipi na kutana na kitu gani. Kwa hiyo uhusika wako ndio utakuja kudepend na matukio ambayo yanakuwekewa. Kwa hiyo ndio maana kuna muda mnaangalia sana wasanii wabovu hawashtuki. Kwa sababu gani? Unajikuta wasanii wetu bado ni wachanga, lakini pia hii movie ni movie ambayo ni movie ya kwanza kwao, ambao unajikuta mtu anacheza katika ogopa, mtu anaogopa ndio, lakini unajua kuwekewa kitu ambacho anakiogopa, anamuogopa dragon na kwenda je kumwona shaka yote, lakini uhusika ile utengeneza mwanzoni ikiwa nafanya unakuja kuwa ni vitu viwili tofauti na kila ambacho anakwenda kuwekewa. Kwa hiyo tulijaribu kutengeneza mazingira yetu mengi tunayaona kama unavyoyaona ni matukio ambayo yalimtokea Mwakatobe ndani ya series yetu pendwa itwayo The Forest, msitu. Kuhama sehemu fulani kwenda sehemu nyingine ndo wajibu wetu, kwa sababu ya kubadilisha mazingira, lakini pia kutengeneza kitu kizuri. Kazi ni ngumu, kazi inahitaji akili, maarifa. Hapo tunamuona Mwalimu Jefu ambaye ndo mwalimu wa Naipa Film, lakini pia ndo mtunzi wa story hii ya msitu, akiwa na yule binti akimwelekeza jinsi ya kuchukua behind. Huko tunamwona Naipa akiendelea zaidi kudirect kazi na kudirect scene, akiwa anamwelekeza Mwakatobe afike afanye nini, kwa sababu ya kufanya kitu kizuri zaidi. Kama mnavyomuona jamani, msikivu na anasikia na mtu ambaye anakubali kuelezewa na akapokea ushauri. Si mtu mbishi. Kuna mtu mwingine anakuja location na kutana na wasanii wachanga, anasema labda yeye anazidi kutaka kutamani, anatamani yeye aishi katika brand yake, lakini pia afanye kupitia kile anachokielewa yeye, na sio kuheshimu kazi ya mtu labda kazi inataka nini. Unaona? Kwa tumejifunza vitu vingi kwake, nidhamu ya kazi, lakini pia tumejifunza jinsi anavyoplay. Ni mtu ambaye ana sauti na anapumzi. Unajua watu wengi, wasanii wengine wanafeel sana kwenye sauti. Sisi kazi yetu hii ya msitu, naweza nikasema kwamba ni kazi ambayo mwanzoni tulifanya hatukujua kama inakuja kupokelewa katika mapokezi makubwa kiasi hiki. Tulianza kufanya kazi nyingine ilikuwa inaitwa Azikwi. Ile Azikwi tulifanya ilienda, lakini sio sana. Lakini pia tukaingia ubia na kampuni ya Umoja Movie kuandaa kazi zao. Tuliandaa The Last Mission, kama hujaiangalia unaweza kuitafuta, inaitwa The Last Mission. Lakini pia tukafanya Shisumo, hawajaiachia hiyo Shisumo bado. Ni kazi ambazo tuliwekeza nguvu na akili nyingi kuzifanya, lakini baada ya kuzifanya hizo tulikuwa tunasubiria zitoke, tukaamua kufanya hii msitu. Msitu ni idea ambayo ilikuja tu kichwani, nikasema ngoja tukaifanye kama single movie. Kwa hiyo ndio maana tukiangalia episode ya kwanza na ya pili unaona kabisa kuna kitu kilikuwa kinaenda kuonekana kabisa kwamba kazi kwenda kuishia. Bali mashabiki walivyosema wameipokea na wameipenda, nibishe mimi kama nani, kama mwandishi naamini akili yangu ni pana sana. Nilienda kukalculate, nikakaa na ndugu yangu Naipa, tukabidi tufumue, tukabidi tufanye kama series muendelezo. Ndio maana mpaka sasa inaendelea kuatisha na kuwafurahisha na kuwapendeza. Kwa ni moja wapo ya kazi nzuri ambayo mmeipokea vizuri, na imani ni kazi ambayo mnaipenda. Nijivunie kusema kwamba nyinyi ndio mnatufanya sisi tuwe na kiburi mjini. Kwa napenda sana support yenu. Kikubwa tu msiache kusubscribe katika channel yetu ya Naipa Film na account nyingine inaitwa Naipa Media. Lakini pia mwisho na mwisho au yote na yote, usiache kusubscribe channel yangu ya J4 Media. Nahitaji support yako kubwa sana ili kupata taarifa zote zilizo nyuma ya pazia. Hizi behind zinakuwa zinaruka kwenye account yangu, lakini pia unaweza kupata kwenye account ya Bernardo Blackman. Wote hao ni watu ambao ni maakita unawakubali, ambao wamehusika katika kazi ya msitu. Ni timu ambayo imekamilika. Tunazidi kuangalia matukio yalikuwa yanazidi kuendelea msituni, haya matukio ya Mwakatobe. Lakini Mungu akijalia hivi punde soon tunawaletea surprise ya msanii mmoja mkubwa sana ndani ya msitu. Na sio mmoja tu, ni zaidi ya wasanii 3
wamefanya vizuri kwenye game na bado wanafanya vizuri na wanatamba. Tunatamani tutengeneze au tuwaletee ladha tofauti tofauti katika msitu, ili muangalie kazi yetu inaenda vipi. Kwa kikubwa, jiandae kupokea kitu kizuri, usiishie njiani. Ulipoanza basi endelea kufuatilia kazi yetu ya msitu. Kuanzia episode ya kwanza mpaka sasa hivi tunaingia episode ya 20. Msitu ni ya moto na ni ya moto kweli kweli. Hapa ndo tulipoanzia kabla tujaenda kule msituni. Ilikuwa ni simu yetu, mimi, J4, Albert na Bernardo. Mwakatoba alikuwa akimtafuta ndugu yake. Nadhani alianzia hapa baada ya kutoka nyumbani kwa mdogo wake. Timu yetu ina ushirikiano sana. Lengo kubwa ni kufanya kitu kizuri na kufanya kitu katika wandasi kubwa sana. Tuko makini sana, tunashirikiana kwa kila namna, kwa kila lengo. Zidi kufuatilia timu nzima ya Naipa Film kama unavyoangalia. Ndivyo ilivyo, lakini pia kuna wasanii baadhi hawajaingia. Lakini msimu huu unaokuja mwezi wa tano kuna dude jipya tunakuletea. Sitaki niliseme, ni kama surprise kwa mtazamaji. Kuna kazi mpya. Hiyo ni zaidi ya msitu. Hiyo itakuwa ni zaidi ya msitu, amini ninachokwambia. Ni kazi kubwa sana 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 ambayo kama ukiangalia utasema kwamba yes, hao ndio walikuwa wanasubiriwa Tanzania kufanya vitu ambavyo vinaweza kutengeneza competition na nchi za jirani au nje ya nchi, kidunia kiujumla. Effect zinakuwa zimetulia, lakini pia stories zinakuwa ni stories za tofauti. Kwa hiyo jiandae kwa kazi mpya inayokuja. Usije ukasema kwamba mimi sipewa taarifa iko, no, tutafanya promo. Lakini pia ninachokamilisha ni kwamba mwezi wa 5 tutakuwa na kazi mpya. Kazi hiyo utaiona, nadhani utaikubali na utaifurahia. Mengi tunazidi kuyaona ndani ya msitu, lakini kwenye hili tutapata vitu tofauti na ladha tofauti. Tutakuwa tumejifunza vitu vingi, lakini pia tutakuwa tumekuja kwa ajili ya kujikosoa na kuletea kitu ambacho utakachokufanya wewe uamini kwamba kumbe wanaweza bwana. Sasa hivi nataka tuhamishe sanaa ishi kila mkoa, isiwe Dar tu, sehemu zote sanaa iwe mikoani, sanaa itambe. Kikubwa tu serikali pia tungependa iwekeze muda mwingi kutuangalia katika namna fulani kwa ajili ya kufanya kitu kizuri. Kazi ni kubwa, ushirikiano ni mkubwa, idea ni kubwa, maarifa ni mengi sana ndani ya kazi ya msitu. Tuamini ushindi tu, tuamini ushindi. Huyu ndo editor wa kazi ya msitu, anaitwa Naipa. Na pia kwenye msitu ameshiriki kama mkurugenzi wa wasanii walioenda kushuti location. Tunazidi kuhama engo kila wakati. Ilikuwa ni siku moja ambayo ilikuwa ni special kwa sababu ya sini za Mwakatobe. Kwa hiyo tulianza saa 3 mpaka saa 12 kuandaa sini zake. Kama mnavyojua Mwakatobe ni komedia, kwa hiyo kila alichokuwa akifanya lazima pia kuna mtu alikuwa anazidi kufurahi na kutuchekesha. Kama nilivyosema kwamba nilipenda sana nidhamu yake, ni mtu ambaye anajali kazi yake, lakini ameshifanya sanaa kuwa ni biashara na ndo kazi yake. Kwa hiyo
napenda anavyoheshimu sana, lakini pia ni mtu ambaye anajitoa, ni mtu ambaye ni msikivu, ni mtu ambaye anasikiliza, ni mtu ambaye anashaurika. Ndio kitu kilichonivutia sana kwa Mwakatobe. Kwa siwezi nikasema vibaya au nikamwongelea mabaya. Nampenda sana Mwakatobe. Ni kwa msanii ambaye nimekutana naye kwenye makomedia, msanii ambaye nimekaa naye kwa muda mfupi ndio huyu. Nikatambua tabia yake alivutia. Lakini mwingine pia ilikuwa ni Mkojani. Ni mtu ambaye nilimpenda na ni mtu ambaye anatambua umuhimu wa kazi, lakini pia ana nidhamu. Mambo ndo kama hivyo. Sasa mnaona bado kazi inakuwa ni kubwa. Maelekezo yanaendelea kutoka kwa Naipa. Okay. Nazidi kwenda. Kushuti sini hizi za Magic bana ni kazi kubwa sana. Zinahitaji moyo, zinahitaji nguvu, unaona, zinahitaji maarifa mengi sana, kwa sababu nachokiamini kazi hizi ni kazi ambazo pasipokuwa na maarifa, kutumia akili huwezi ukatoboa. Na pengine pia hata effect tunazoziona humu zinawafurahisha na kuwapendeza, basi zinahitaji akili. Naiona timu nzima hapa inavyoendelea kufanya kazi hii ya msitu. Maelekezo kama kawaida yanazidi kuwa. Maelekezo yanazidi kuzidi. Utendaji wa kazi unazidi kuzidi. Umakini unazidi kuzidi. Ndo hii inakuwa ni hatua